Na busara ambao Mwalimu Nyerere aliweza kuitumia pia katika kuwashawishi wajumbe wa mkutano mkuu wa tano wakati ule ili waweze kukubaliana na sheria ya kura tatu. Kwanza alikuwa akitumia methali na misemo na vitendawili. Aliwaambia wajumbe wa mkutano mkuu wa tano kwamba hivi, kwa mfano, wewe kama mkulima umelima shamba lako, umelipalilia, umefanya kila kitu kuhakikisha kwamba unapata mazao yameiva. Na sasa ili uweze kwenda shambani kwako inabidi uvuke mto wenye matope. Je, utaogopa kuvuka mto wenye matope kutokana ili usichafuke, au utavuka kwenye hayo matope uende ukavune mazao yako? Wakati ule kuweza kuacha kutoshiriki uchaguzi kwa tano ilikuwa sawasawa na kufanya alichofanya huyu mkulima, au ambacho anaweza kufanya mkulima mjinga, kutokwenda kuvuna mazao yake kwa sababu tu anahofia kuchafuka kupitia matope ambayo yamemzuia katika mto wake.